Watu wa Mungu, na wasalimia kupitia jina la Yesu. Ni imani yangu kuwa mko salama, mnaendelea vyema. Nipende kuwakaribisha katika kipindi kizuri cha mlipuko wa Injili. Kabla tujaendelea na kipindi chetu siku ya leo, nipende kukualika, lakini pia nikushauri kuwakaribisha watu wengine kushare ili wapate pia kushiriki hiki kipindi siku ya leo. Namshukuru Mungu sana kwa nafasi ambayo amenipatia siku ya leo. Lakini zaidi ya yote, ninapenda kumshukuru baba yangu na askofu wangu mkuu, Bishop wangu Dr. Daniel Moses Kulola kwa kunipatia nafasi siku ya leo kuwa mbele zenu. Ninaamini ni watu wengi mnaofuatilia kipindi chetu cha mlipuko wa Injili, lakini pia ni ulimwengu mzima unatutazama. Kama tunavyojua ya kwamba tupo katika msimu wa sikukuu ya Krismasi, kila mmoja anajua kwamba Krismasi ni sikukuu ambayo ni ya kuadhimisha sherehe ya kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kabla tujaendelea na kipindi chetu, nipende tuombe kwa ajili ya kumkaribisha Roho Mtakatifu awe pamoja nasi katika kipindi hiki. Tufumbe macho. Mtakatifu Mungu ketie mahali pa juu palipoinuliwa, ninalibariki jina lako, mfalme wa utukufu. Asante kwa nafasi ambayo Mungu umenipa kuwako mbele zako, lakini pia kuwa mbele za watu wako ambao Mungu umenipa kuweza kuwahudumia siku ya leo kwa uweza wako, Mungu wa majeshi. Asante kwa kuwa Mungu utakuwa pamoja nasi, utaanza pamoja nasi, lakini pia utakwenda kunitumia kama chombo chako kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Na kabidhi kipindi mikononi mwako, kikapate kuwa baraka kwa kila mmoja ambaye Mungu atakwenda kusikia neno lako. Tunajua kwamba Mungu tupo katika msimu wa Krismasi, na Krismasi hii ni sikukuu ya kumwadhimisha mwanao wa pekee Yesu Kristo, ya kwamba alizaliwa kwa ajili ya ulimwengu mzima, alizaliwa kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Baba, ukae pamoja nasi mwanzo mpaka mwisho. Katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Amen. Kabla tujaendelea, nipende kujitambulisha. Kwa majina yangu ninaitwa Mwalimu Flora John Daniel. Ninamshukuru Mungu kwa nafasi ya wokovu alionipa. Ameniokoa nikiwa binti kabisa. Na ni kwa neema tu ya Mungu, si kwamba nilistahili sana. Sikustahili kabisa, lakini ni kwa neema ya Mungu ameweza kunistahilisha na kunifikisha hapa nilipo. Lakini zaidi ya yote, baba yangu wa kiroho, askofu wangu mkuu, baba yangu kipenzi sana, ninayempenda, amenipigania kwa mengi, amenitoa nikiwa mdogo sana, amenikuza, amenifikisha mpaka hapa nilipofika. Ninamshukuru sana. Ninapatikana katika kanisa yetu zuri la Seki makao makuu mahali hapa. Nipende kukualika katika kipindi hiki kizuri cha mlipuko wa Injili. Ulimwengu mzima unajua ya kwamba mwezi wa 12 ni mwezi ambao ni sikukuu ya kumwadhimisha Yesu Kristo, kwamba alizaliwa miaka 2000 iliyopita. Hata kama kuna watu ambao hawakubali ya kwamba Kristo alizaliwa mwezi wa 12, lakini mimi nipende kukwambia kwamba Kristo Yesu, neno la Mungu limemhakikisha alizaliwa katika Disemba hiyo, na ndiyo maana ulimwengu mzima unamwadhimisha. Hata wewe nipende kukushauri nikwambie kwamba Yesu Kristo alizaliwa katika tarehe hiyo iliyotajwa na mwezi wa 12. Hata kama watakubali watu, lakini mimi nikuhakikishie kwamba ndivyo ilivyo. Watu wengi wanajua kwamba mwezi wa 12 ni mwezi ambao ni Krismasi, lakini hawaisherekei hii sikukuu ya Krismasi kama inavyopaswa. Kuna watu wengine wanasherekea Krismasi kwa kuweka anasa mbele. Ni siku ambayo kuna watu wengine ambao ni walevi, wanatumia siku ya Krismasi kulewa, kufanya fujo za kila aina. Lakini Biblia haituelekezi kusherekea Krismasi kwa namna hiyo. Katika Biblia Yesu anatamani tunaposherekea Krismasi ya kuzaliwa kwake Yesu Kristo kama mkombozi katika maisha yetu, anatamani tusherekee kama familia, tumwadhimishe yeye, yale ambayo aliyafanya katika ulimwengu huu, nasi pia tuweze kuyafanya hivyo hivyo. Kwa hiyo Krismasi haupaswi kusherekea kwa anasa,
haupaswi kusherehekea kwa mambo ya kidunia, bali unapaswa kusherehekea sawasawa na mapenzi ya Mungu ambavyo amekusudia katikati yetu. Tunaamini ya kwamba Yesu Kristo alizaliwa kama mkombozi wa ulimwengu. Alizaliwa kwa ajili ya watu wote. Hakuzaliwa kwa ajili yangu peke yangu, bali alizaliwa kwa kila kiumbe atakayemwamini na kumfuata Kristo atapata ukombozi. Kwa hiyo nipende kusema ya kwamba somo letu siku ya leo linasema ya kwamba kwa nini Krismasi. Natamani kila mmoja aweze kusema kwa nini nasherehekea sikukuu ya Krismasi? Kwa nini si sikukuu zingine? Naamini ya kwamba kila sikukuu ina mambo yake na kila sikukuu ina maana yake, lakini Krismasi ni tukio ambalo ni kubwa sana ulimwenguni. Ukiangalia hata nchi zingine ambazo zinaadhimisha Krismasi, wamekuwa wakifanya maandalizi ya muda mrefu sana kwa ajili ya Krismasi. Unakuta wengine mabarabarani wamepamba, kuna wengine kwenye majumba yao wamerekebisha mazingira vizuri. Kwa sababu gani? Wanaamini ya kwamba sikukuu ya Krismasi ni sikukuu ya kipekee sana. Kuna mambo ambayo wanatamani na wenyewe wanapokwenda kuisherehekea Krismasi ikawe ni siku ambayo Bwana atakwenda kutenda jambo kubwa katika maisha yao. Wanatambua thamani ya Yesu Kristo kuwepo ulimwenguni hapa. Lakini wale wasiotambua thamani ya Yesu Kristo kuwepo katika ulimwengu huu, ndio wale utawakuta wanasherehekea Krismasi kwa mambo ya ajabu, wanachukua watoto wao wanapeleka katika sehemu ambazo zina madhara. Lakini wale wanaotambua thamani ya Krismasi, unakuta wanakaa pamoja kama familia, wanamwadhimisha Bwana, wanaabudu, wanasifu, wanamtukuza Mungu, wanamshukuru. Na ndivyo Mungu anatamani sisi kama Wakristo, sisi kama watu ambao tunatambua thamani ya Yesu Kristo kuwepo ulimwenguni, tusherehekee kwa namna hiyo. Nipende kusema kwamba Krismasi ya sikukuu ni sikukuu ambayo ni ya kumwadhimisha au kukumbuka kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo hapa ulimwenguni. Miaka 2000 iliyopita Yesu Kristo aliletwa ulimwenguni kwa sababu Baba aliangalia ni nani atakayeweza kumtuma hapa ulimwenguni aje kuukomboa ulimwengu na dhambi zake. Hakuona wa kumtuma, lakini Yesu kwa sababu alijua thamani ya ukombozi, akaamua kujitoa mwenyewe kuja ulimwenguni afe. Kabla ya kufa azaliwe, na alizaliwa katika mwili. Alipozaliwa akapitia mambo mengi tofauti kama mwanadamu. Alikufa msalabani. Kwa nini alikufa msalabani? Ili sisi tupate kukombolewa. Kama sisi tulikombolewa kwa damu ya Yesu ya thamani, na sisi tunapaswa kutambua thamani ya Yesu Kristo katika maisha yetu. Hivyo nipende kusema kwamba kitabu cha Isaya, ukisoma kitabu cha Isaya 9 na ule mstari wa 6, neno la Mungu linasema, kama una Biblia yako naomba tufungue pamoja Isaya 9 na ule mstari wa 6. Neno la Mungu linasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Nabii Isaya alitabiri kwa ujio wa Yesu Kristo hapo ulimwenguni. Akasema ya kwamba maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Ina maana kabla ya Yesu kuzaliwa, Nabii Isaya alipewa ujumbe na Mungu ya kwamba atazaliwa mtoto mwanamume ambaye ni Yesu Kristo, ambaye uwezo wa kifalme utakuwa mabegani mwake. Lakini si uwezo wa kifalme tu, anasema ya kwamba, ukisoma hapo mbele anasema ya kwamba naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu. Ina maana kumbe sisi kama wanadamu hatuna mshauri wa ajabu kama huyu Yesu. Na ndio maana tunapokwenda kusherehekea hii Krismasi ni lazima tutambue ya kwamba tunaye mshauri wa ajabu ambaye ni Yesu Kristo. Kuna namna ambavyo wanadamu wanaweza kukushauri ukapokea ushauri wao kabisa, lakini kuna namna ambavyo Yesu mwenyewe akiingia katika maisha yako akikushauri, ushauri wake unakuwa ni wa ajabu. Na ndio maana Nabii Isaya anasema kwamba yeye atakuwa ni mshauri wa ajabu. Yesu Kristo peke yake ndiye mshauri wa ajabu. Unaweza ukapitia katika changamoto nyingi, ukashindwa kuelewa ni nani wa kumkimbilia. Mwanadamu wakati mwingine unaweza kumkimbilia lakini akabaki kuwa mwanadamu tu.
hata kama ni yupo katika nafasi gani, yule bado ni mwanadamu tu. Lakini Yesu Kristo ametupa nafasi, amesema ya kwamba yeye ni mshauri wa ajabu, na kama ni mshauri wa ajabu anatamani sisi tumkimbilie yeye pale tunapopatwa na shida, pale ambapo tunatamani kushauriwa. Tumaini letu awe ni Yesu Kristo. Pale ambapo unaona kabisa umefika mwisho, mkimbilie huyu Yesu. Jaribu kumkimbilia Yesu uone kwa namna ambavyo atakushauri. Yeye hajawahi shindwa. Anasema ya kwamba, je, ni jambo gani nisiloliweza? Angekuwa hawezi, angesema ya kwamba mimi naweza mambo 1, 2, 3, hili siliwezi. Lakini kwa kuwa amejihakikishia kwamba yeye ni mshauri wa ajabu, ina maana hakuna jambo lolote ambalo linamshinda huyu Yesu wetu. Nipende kukushuhudia kitu kidogo ya kwamba kabla mimi sijaokoka nilikuwa katika kanisa la Roman, nilikuwa ni Mkatoliki kabisa. Nilikuwa nikiona yani watu waliookoka ni kama watu ambao ni washamba, ni watu ambao yani hawaeleweki. Ni kwa sababu gani? Nilikuwa nje ya mfumo. Sikuwa katika mfumo wa wokovu. Ina maana nilikuwa nje na Kristo. Sikuelewa ni nini jambo gani la kufanya, ni kitu gani nienende. Lakini nilipokuja kumpokea huyu Yesu Kristo, nikamwona kabisa ni mtu wa pekee sana ambaye sisi wanadamu tunapaswa kumkimbilia. Hatuna mtu mwingine ambaye tunaweza kumkimbilia zaidi ya Yesu Kristo. Nilipookoka, nakumbuka niliokoka baada ya kumaliza kidato cha 4. Nilipomaliza elimu yangu ya sekondari, niliamua mwenyewe kutoka moyoni ya kwamba sasa ninamtaka huyu Yesu. Huyu Yesu ambao ukitamka kwa jina la Yesu mapepo nalipuka, kwa jina la Yesu vifungo vinaachia, kwa jina la Yesu ushindi unapatikana. Nilikuwa ni mchanga sana kiroho, sielewi kabisa uwezo wa kimungu ukoje. Kama nabii Isaya anavyosema ya kwamba ni Mungu ambaye amebeba uweza na nguvu. Lakini mimi sikuwa najua uwezo wa kimungu ukoje, uwezo huu Yesu ukoje. Lakini nilipomkimbilia huyu Yesu, taratibu akaanza kunishauri, taratibu akaanza kunishepu, ikifanya, iki usifanye, nenda hapa, huku usiende. Nikaona kwamba ni kama nilikuwa nimechelewa. Na nilipompata huyu Yesu kabisa, nakiri ndani ya moyo wangu, sijawahi kupungukiwa, sijawahi kuonekana ni mtu mshamba. Yani ninazidi kwenda viwango na viwango na viwango. Kwa sababu gani? Nimemjua huyu mshauri wa ajabu. Amenishika. Amesema kwamba yeyote atakayemkimbilia atakuwa salama. Na mimi nilipomkimbilia huyu Yesu nilikuwa salama. Familia yangu imekuwa salama. Kwa sababu gani? Imemjua Yesu ambaye ni mwokozi wa maisha yetu. Nipende kusema ya kwamba kwenye familia yangu, ni familia ambayo nimetoka katika familia ya Kiroman kabisa. Tupo watoto 5 na mimi ni mtoto wa 3 kuzaliwa katika familia ya watoto 5. Dada yangu, yani familia nzima walikuwa ni wa Roman, bado hawajaokoka, hawajamjua huyu Yesu. Lakini nipende kusema kwamba kupitia lango la mimi kuokoka, nimefanyika kuwa ushuhuda mkubwa kwenye familia yangu. Familia yangu imemjua Yesu. Dada yangu ambaye ni wa kwanza kuzaliwa sasa hivi amesimama katika wokovu, ni mama mchungaji wa kanisa. Yani namshukuru Mungu sana. Kaka yangu ambaye mimi namfuata, naye pia kupitia kushuhudia amemjua Yesu. Mdogo wangu wa kiume naye nifuata pia. Kuna namna ambavyo nilikuwa nikimshuhudia habari za huyu Yesu, namwambia yani utakwenda huku, utakwenda kule, lakini kimbilio lako pekee, mshauri wako pekee ni huyu Yesu. Na alipokubali habari za Yesu Kristo, alimshika na mpaka sasa amesimama katika wokovu. Ninajivunia hicho. Lakini pia mdogo wangu wa mwisho ambaye ni wa kike, nilimshuhudia mwaka 2019 nikiwa Dar es Salaam chuo kimoja cha Mwalimu Nyerere pale Kigamboni. Nilipokuwa likizo, yeye alikuwa akisomea Dodoma. Nilipokuwa likizo, alikuja pale ambapo nilikuwa naishi mimi. Nikamshuhudia habari za huyu Yesu, namwambia mdogo wangu, umeteseka kwa mambo mengi, umepitia mapito mengi. Kwa nini sasa usikubali tu kuokoka ukamfuata huyu Yesu? Maana amesema yeye atakayemfuata, atakayemkimbilia atakuwa salama. Yani hakuwa anaelewa, maana alikuwa ni mdogo, miaka 16. Lakini nikamwambia katika udogo wako huo Mungu ana haja na wewe. Hakunielewa kabisa. Lakini kwa kadri ambavyo nilikuwa nikimshuhudia, namwambia habari za huyu Yesu, mwisho wa siku alikubali.
akasema niko tayari, na mimi ndio niliyemuongoza sala ya toba mwaka 2019, na mpaka leo amesimama na anasali vizuri, anaendelea na huyu Yesu. Mpaka kuna siku ananiambia, yani kwa kweli dada, usingeniambia habari za huyu Yesu, sijui ningekuwa wapi. Kwa hiyo mtu wa Mungu, nipende kukwambia kwamba Yesu alikuja ulimwenguni kwa ajili ya watu wote. Hakuja kwa ajili ya mtu mmoja. Yani kuna watu wengine wanakuambia, mimi siwezi kusali huko, siwezi hivi kwa sababu mimi naamini dini. Yani Yesu hakuja kwa ajili ya dini. Yesu alikuja kwa ajili ya kumkomboa yule aliyepotea katika dhambi. Alikuja kuleta ule wokovu kwa kila kiumbe. Hakuja kuleta kwamba wokovu uende kwa watu fulani, hapana. Ndio maana alisema kila atakayeniamini na kunifuata atakuwa ni mfuasi wa Kristo. Kwa hiyo nikushauri mtu wa Mungu ambaye bado hujampokea Yesu, katika msimu wa Krismasi, pale tunapokwenda kumwadhimisha Yesu azaliwe katika maisha yetu, mtamani na wewe kuanza upya, kumkubali huyu Yesu, kumkamata huyu Yesu, kutembea naye huyu Yesu, hata kuacha uaibike kamwe. Mimi nina ushuhuda kwamba Yesu hajawahi kuniacha. Yani kuna wakati Ayubu, tunaona katika neno la Mungu, Ayubu alipita katika magumu, alipita katika shida, alipita katika dhiki, lakini kumbe Mungu alitaka apite kwa ajili ya utukufu wa kesho. Kuna wakati ambao hali tunazipitia sisi kama wanadamu, tunaona ni kama Mungu ametuacha, Yesu hayupo tena, lakini kumbe neno la Mungu nasema majaribu ni mtaji wa kuongeza imani. Pale unapojaribiwa, mshukuru Mungu. Pale unapoona unapitia magumu, mshukuru Mungu. Katika kushukuru Mungu anatengeneza utukufu mkubwa. Ukisoma neno lake anasema ya kwamba utukufu wa mwisho utakuwa mkuu kuliko ule wa mwanzo. Kwa hiyo pale unapokuwa katika hatua ya chini, jivunie hapo hapo. Mungu anataka akupeleke katika hatua kubwa. Mungu anataka akupe utukufu ulio mkubwa. Anachotaka ni wewe kumkubali, wewe kumfuata, wewe kumpatia nafasi. Unajua Yesu waga lazimishi kabisa. Hajawahi kulazimisha wokovu. Inasema kwamba wokovu ni wa mtu mmoja mmoja, si wa kundi. Wokovu ni wa mtu mmoja mmoja. Hata ukifuatilia historia ya Yesu Kristo alipokuwa akihubiri habari njema kwa wanafunzi wale ambao alikuwa akiwatafuta, hakwenda kuchukua tu kundi zima, naombeni mwe wanafunzi wangu, hapana. Alikuwa akihubiri, akiwaambia habari njema za Yesu Kristo, habari za Mungu huyu ambao sisi tunamtumikia, akiwashuhudia, akifanya matendo makuu. Katika kutafuta wale wanafunzi 12, ni mtu mmoja mmoja alikuwa akimfuata Yesu, akikubali kusikia lile neno likinenwa, likamwingia moyoni mwake, akakubali kwa nia yake ya kutoka moyoni, anamfuata. Yesu anaambia nifuate. Alipokubali kumfuata, ndipo alipomfanya kuwa mwanafunzi wake. Ina maana Yesu hawezi kumfanya mtu kuwa mwanafunzi wake kama hajakubali. Ukikubali Yesu akutengeneze, ukikubali Yesu akufinyange, ukikubali Yesu akuelekeze njia utakayoiendea, hautakaa ukajuta, hautakaa ukarudi nyuma. Ukisoma katika kitabu kitakatifu, maandiko yanasema ya kwamba Yesu anasema ya kwamba nitakushauri, nitakuonyesha njia utakayoiendea, jicho langu likikutazama. Ina maana Yesu hawezi kukushauri alafu akakuacha. Atakushauri, lakini pia jicho lake litakutazama. Na muangalia mwanangu anapita katika nini, anahitaji kitu gani. Maana amesema katika Mhubiri, kwa kila jambo kuna majira yake. Hatupaswi kumlazimisha Mungu kwamba sasa Mungu mimi nimeteseka, Mungu nimepita katika dhiki, sasa ninaomba sasa yani leo Mungu nitendee. Hapana. Mungu ni Mungu wa utaratibu. Na akitenda jambo anatenda kwa wakati wake. Hawezi kuruhusu jambo kutendeka ndani ya mtu pasipo utukufu wake. Anaporuhusu kutenda jambo ndani ya mtu, basi tambua kuna utukufu mkubwa ambao unakwenda kutokea mbeleni. Mungu ni Mungu wa utukufu. Kwa anapotenda jambo ndani ya mtu, anatamani utukufu onekane. Na tukiona katika Yesu alipokuwa akitenda miujiza, kina Batimayo wanapata kuona, anasema kwamba nimeona, anashuhudia. Yesu alikuwa hataki aje amwambie yeye Yesu umeniponya, hapana. Yesu alimwambia kawashuhudie wengine. Ndivyo hivyo na sisi
kama mimi niko mbele yako siku ya leo, nisingekuwa Yesu ameniokoa, nisingeweza kushuhudia habari hizi za Yesu. Ningesema kwamba Yesu hajanitendea, lakini nina ushuhuda Yesu kanitendea. Na ndio maana nina ujasiri wa kusimama kama binti, nina ujasiri wa kusema habari njema za Yesu, ya kwamba Yesu anaweza. Nikutie moyo. Nikutie moyo mama, nikutie moyo baba, nikutie moyo kijana mwenzangu, nikutie moyo binti unayepitia misukosuko. Usikate tamaa. Yesu bado yupo. Yesu hajawahi kushindwa. Alafu Yesu hajawahi kuchuja. Hawezi kuchuja. Yaani watu watakuja maarufu, watapita, lakini Yesu anasema kwamba yeye ni jana, leo, hata milele. Hajawahi kubadilika. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee na maandiko yetu matakatifu. Ukisoma kwa kitabu cha Luka, tutaangalia Luka 1 mstari wa 26. Luka 1 mstari wa 26, neno la Mungu linasema, tufunue kwa pamoja Luka, kitabu kile cha Luka sura ya 1 na mstari wa 26. Neno la Mungu linasema ya kwamba, tutasoma kwa pamoja. Neno la Mungu linasema, mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu, wa mbari ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Mstari wa 28 inasema, akaingia nyumbani mwake akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Mstari wa 30, malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Jambo la kwanza, kupata neema kwa Mungu. Tuendelee. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yesu. Tunaona kwamba malaika Gabrieli alipoagizwa na Mungu kwenda kwa Mariamu kupeleka habari njema, Mariamu aliogopa, akafadhaika moyoni mwake, akasema salamu hii ni ya namna gani? Lakini malaika wa Bwana akamwambia, usiogope. Kwa sababu gani asiogope? Kwa maana amepata neema mbele za Mungu. Ina maana kumbe kuzaliwa kwa Yesu Kristo kupitia Mariamu kulikuwa ni neema tu, ni neema. Pale Mungu ambapo anapoenda kukutendea jambo katika maisha yako, usizani ya kwamba ni ulistahili au ni kwa akili zako tu. Hapana, ni neema ya Mungu inayotumika ndani ya mwanadamu. Mungu anapokutendea jambo kwenye maisha yako, ujue kabisa sikustahili, lakini kwa sababu ya neema nimestahilishwa. Ndivyo Mariamu ambapo alipata neema machoni pa Mungu. Kwa sababu gani alipata neema? Mariamu alikuwa ni binti ambaye amejitunza, ni binti ambaye ameamua kuyatoa maisha yake kwa ajili ya kutafuta uso wa Mungu. Na ndio maana alipata neema ya kuruhusu amzae Yesu Kristo kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu. Ukisoma mstari wa 32 nasema, huyu atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ina maana Yesu kuja ulimwenguni ulikuwa ni mpango kabisa wa Mungu, yeye azaliwe duniani. Na kwa nini azaliwe duniani? Kwa sababu ya kuja kukomboa kile kilichopotea. Sisi wanadamu hatukustahili kabisa ukombozi tulionao sasa, lakini kwa sababu Mungu anasema yeye ni pendo, alitupenda hapo kabla tungali wenye dhambi. Kuna mtu mwingine anaweza akasema ya kwamba mimi nimekuwa mlevi, nimekuwa nikifanya mambo ya ajabu, nimekuwa ni mzinzi, nimekuwa ni mtu ambaye nimefanya machafuko mengi, si stahili. Hapana, Mungu anasema ya kwamba alikuja kwa ajili ya watu wenye dhambi ili wapate kuokolewa. Hakuja kwa ajili ya wakamilifu. Hapana, alikuja kwa ajili ya watu wenye dhambi, mimi na wewe. Alikuja Yesu kwa ajili yetu. Hakuja kwa ajili ya wale ambao wanajiita wamekamilika. Unajua kuna wanadamu ambao
wanajiona wao ni watu ambao wamekamilika, ni watu ambao hawana changamoto yoyote, ni watu ambao yani wanajihesabia haki. Lakini Mungu anasema ya kwamba mwenye haki ni mmoja na ni yeye peke yake. Mtakatifu ni mmoja na ni yeye peke yake. Lakini kwa kuwa sisi wanadamu tumepungukiwa na utukufu, tunastahilishwa kwa neema ya Kristo Yesu. Na kwa kupitia kumwaga damu yake Yesu msalabani, tumestahilishwa mbele za Mungu. Hatukuwa tunastahili, na ndio maana hatupaswi kujihesabia haki hata mmoja yeyote yule. Kama unajijua wewe ni mwanadamu, usijione kwamba ni mdhambi kiasi hicho, wala usijihesabia kwamba wewe ni mkamilifu kiasi hicho. Hapana, tujue ya kwamba ni neema ya Mungu kupokea wokovu, ni neema tu, wala hakuna mwanadamu yote ambaye alistahili. Hata mimi sikustahili kabisa. Kama ni Yesu angeangalia kwa namna ambavyo nilivyokuwa, kwa namna ambavyo yani nilipotoka, pengine nisingeokolewa. Lakini kwa kuwa Mungu aliona kwamba nimemwachia Yesu Kristo amwage damu kwa ajili ya huyu mwanadamu, na ndio maana Yesu akanikomboa na kunifikisha hapa nilipo. Katika msimu huu wa Krismasi, mtu wa Mungu, tunapaswa kujua kwa nini Krismasi. Yaani tusiwe ni watu tu wa kusherekea, tunapika vyakula, tunakula. Ndio, sio vibaya kabisa. Hata mimi pia ninajua nitapika, nitakula, nitapikiwa nyumbani, nitakula. Lakini isiishie tu hapo kwenye kula, kwenye kunywa, kwenye kuvaa mavazi mazuri. Lakini tutambue ile thamani ya Krismasi kwenye maisha yetu, ndani ya mioyo yetu ni ipi? Bwana Yesu asifiwe sana. Tukiendelea katika somo letu ambalo linasema kwa nini Krismasi, kuna sababu tofauti tofauti ambazo Mungu mwenyewe alinifunulia nikiwa nimetulia. Yani sikujua kwa nini nasherehekea Krismasi. Kwa miaka mingi nilipokuwa mtoto, nimekuwa nikisherehekea Krismasi na mimi na kwamba mama asiponunulia nguo nzuri, yani naona kama sikukuu kwangu haipo. Tusipokula pilau, tusipopikiwa chakula kizuri, tusiponunuliwa soda, yani naona kama vile hii Krismasi kweli au ni siku ya kawaida. Lakini kwa kadri nilivyozidi kukua na kumtafuta huyu Yesu, nilipata kujua vitu kadhaa. Kumbe Krismasi si kula tu, Krismasi si kunywa tu, wala Krismasi si kuvaa mavazi mazuri tu, bali Krismasi ni kumwazimisha Kristo ndani ya maisha yetu, kumwazimisha huyu aliyezaliwa kwa ajili yetu, kwa ajili ya ulimwengu mzima. Unajua, Yesu hakuzaliwa kwa ajili ya taifa fulani. Ni kweli Yesu alikuja kwa ajili ya Waisraeli, lakini baada ya mambo mengi kuwa hapo katikati, akaamua kuachilia neema kwa watu wote. Na ndio maana nasema kwamba neema imefunuliwa kwa watu wote. Na kama neema imefunuliwa kwa watu wote, ni lazima tutambue neema tulionayo leo hii hatupaswi kuichezea kabisa. Kuna mataifa ambayo yanatamani kupata neema hii ya wokovu, lakini hawawezi. Unakuta wengine wanamuomba huyu Mungu chini ya dari huko chini, yani kwa shida. Lakini kuna watu ambao tumepata neema kama sisi, tunajikuta tunaichezea neema ya wokovu. Unamchukulia Mungu kawaida, unamchukulia Yesu kawaida. Ni kwa sababu gani? Haujatambua thamani ya kuzaliwa kwa Yesu kwenye maisha yako. Lakini ukitambua thamani ya Yesu Kristo kuzaliwa kwenye maisha yako, hauwezi ukamchezea, hauwezi ukachezea hii thamani ya wokovu. Kwa hiyo tunapoendelea na kipindi chetu, zipo sababu tofauti tofauti za kwa nini Krismasi, kwa nini mimi na wewe tusherekee Krismasi. Yani natamani tunavyoendelea na somo letu, yani akili zitanuke, ziwaze nje ya boksi, ya kwamba tusiwaze tu Krismasi ni kupika mapilau, ni kula, ni kwenda tu kanisani na kuondoka, bali tutambue kuna sababu muhimu kubwa kabisa za sisi kuzaliwa ndani ya Yesu Kristo, za Yesu kuzaliwa kwenye maisha yetu. Sababu ya kwanza tunasema ya kwamba kwa nini Krismasi? Krismasi ni muhimu katika maisha yetu ya Ukristo, ya kila mtu ambaye amemkubali Yesu Kristo, kwa sababu zifuatazo. Sababu ya kwanza ambayo ni muhimu sana na ni ya muhimu, tunasema kwa nini Krismasi?
tunakumbuka na kuadhimisha kuzaliwa kwa Yesu Kristo ulimwenguni. Tunasherehekea Krismasi kwa sababu ya Yesu Kristo kuzaliwa ulimwenguni. Kama tunavyojua ya kwamba Yesu Kristo hakushushwa tu ulimwenguni, bali alizaliwa katika mwili kupitia mwanamke Mariamu aliyepata neema, akaweza kumzaa Yesu Kristo. Kwa sababu gani? Mungu alitamani Yesu azaliwe katika mwili, maana angekuja katika roho pengine watu wasingemuelewa. Na ndio maana Mungu akatamani Yesu azaliwe kama mwanadamu wa kawaida. Na ndio maana alipozaliwa Yesu alilia kama mtoto anavyolia akizaliwa, alilia. Lakini pia Yesu alivishwa mavazi ya kitoto. Lakini si hivyo tu, Yesu alipitia mambo ambayo mwanadamu wa kawaida anayapitia. Kuna wakati alihisi maumivu, kuna wakati alifurahi, kuna wakati alikula, kuna wakati pia tunaona katika huduma yake alikuwa ni mtu wa maombi, alifunga, aliomba. Kuna wakati alijitenga kama mwanadamu, alijitenga. Kwa sababu gani? Alitaka kutafuta uso wa Mungu. Na tunaposherehekea hii Krismasi, tutambue kwamba tunamwadhimisha Yesu Kristo na kukumbuka kuzaliwa kwake kama mkombozi wa ulimwengu. Lakini pia kwa nini Krismasi katika maisha yetu? Tunasema ya kwamba Krismasi ni habari njema iletayo furaha maishani mwetu. Krismasi ni habari njema. Yaani kama tuchukulie familia ambayo ina binti, inakwenda kumuozesha. Yaani zile habari za harusi zinakuwa ni habari njema ambazo zinafanya familia inakuwa na furaha, inafurahia kumuozesha binti yake. Au pale kijana anapoenda kumwambia mzazi wake ya kwamba mama, baba, nimepata mwenza, nahitaji kuoa. Yaani ni habari njema. Ndivyo hivyo tunasema ya kwamba Krismasi ni habari njema iletayo furaha. Ina maana hakuna habari njema kama ya Yesu Kristo katika maisha yetu. Ukisoma kitabu kile cha Luka 2 mstari wa 10, neno la Mungu linasema, tutasoma Luka 2 mstari wa 10. Neno la Mungu linasema ya kwamba malaika akamwambia, msiogope, kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Nitarudia tena. Kitabu kile kitakatifu cha Luka sura ya 2 na ule mstari wa 10, tunaweza tukasoma pamoja. Neno la Mungu linasema, malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Kama tunavyoona malaika wa Bwana walikuwa wakipasha watu habari. Hawa ni kwa habari za wachungaji. Walipeleka habari njema, habari njema za kuzaliwa kwa mkombozi, habari njema za Yesu Kristo kuja ulimwenguni. Wakapeleka habari njema kwa wachungaji, akwambia kwamba msiogope, kwa kuwa ninawaletea habari njema iletayo furaha. Yaani katika msimu huu wa sikukuu ya Krismasi, natamani upokee habari njema itakayokupatia furaha kwenye maisha yako. Usiruhusu moyo wako kupokea habari mbaya. Mruhusu kupokea habari njema itakayokupa furaha kwenye maisha yako. Na habari njema ambayo itakupa furaha kwenye maisha yako ni habari za kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Hakuna habari njema nyingine ambayo itakupa furaha kwenye maisha yako kama habari njema ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Mimi nafurahia sana kuzaliwa kwa Yesu Kristo katika maisha yangu, kwa sababu ninajua ninapata mwanzo mpya wa maisha ya kiroho, ninapata mwanzo mpya wa maisha ya kimwili. Hata kama ulipita katika changamoto gani, nilipita katika misukosuko gani, lakini nina furaha ndani yangu kwa kuwa ninalo tumaini bado. Tumaini jipya lipo ndani yangu ambaye ni Yesu Kristo. Yule ambaye amemshika Yesu Kristo anapokea tumaini jipya. Pale ambapo uliona umeshindwa, umekata tamaa, umekataliwa, umepata maumivu, umeuguliwa kwa muda mrefu, umepata misukosuko, mpokee Yesu kuwa habari njema katika maisha yako, mtu wa Mungu. Popote pale ulipo, nchi yote ulipo, tamani kumwambukiza ndugu yako, rafiki yako,
mzazi wako, jamaa yako habari njema inayoleta furaha. Umwambia kwamba ndugu yangu, rafiki yangu, habari njema inayoleta furaha ni habari za kumpokea Yesu Kristo. Katika msimu wa Krismasi umwambie, unapokwenda kusherehekea Krismasi, tamani habari njema za Yesu Kristo azaliwe ndani yako. Kuna msemo unasema kwamba mtu anakwambia haleluya katika Krismasi, mwambie amezaliwa mkombozi Yesu Kristo kwa furaha. Kwa sababu gani? Umepokea habari njema ambayo inakupa furaha ndani ya moyo wako, inakupa furaha kwenye maisha yako, inakupa furaha kwenye familia yako, inakupa furaha kwa watoto wako. Habari njema za Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kitu kingine ambacho tunatamani tukione kwa nini tunasherehekea sikukuu ya Krismasi, tunasema ya kwamba Yesu ndiye aliyefanyika wokovu wa Mungu kwa wanadamu. Ni Yesu peke yake ambaye alifanyika kuwa wokovu wa Mungu kwa wanadamu. Ina maana wokovu tulionao sisi tuliupata kupitia Yesu Kristo. Asingekuwa Yesu Kristo, tusingeweza kusherehekea hata hii sikukuu ya Krismasi. Lakini kwa kuwa Yesu peke yake ndiye aliyefanyika kuwa njia ya wokovu kwa wanadamu, na ndio maana sisi kama Wakristo, sisi kama watu ambao tumeukubali wokovu, tunayo sababu ya kusherehekea Krismasi. Kwa sababu gani? Tunatambua Yesu Kristo ndiye aliyefanyika wokovu wa Mungu kwa wanadamu wote, si kwa mwanadamu mmoja, kwa wanadamu wote. Lakini pia kitu kingine ambacho tunatamani tukiangalie jioni ya leo, kwa nini Krismasi iwepo na kwa nini Krismasi tunaisherehekea, tunatamani tuwaambukize na watoto tulionao wasiwe wanatambua kwamba Krismasi ni baba kuninunulia mavazi mazuri, Krismasi ni baba anichukue sehemu moja kunipeleka sehemu nyingine. Hapana. Tunapoendelea kusherehekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo, tamani kumwambukiza mtoto ile roho ya kumwambia kwamba mwanangu, tunasherehekea Krismasi tukitambua ya kwamba hii ni sikukuu, lakini pia tunakumbuka kuzaliwa kwa Yesu Kristo katika maisha yetu. Ile mbegu ambayo unaipanda ndani ya mtoto, siku kwa siku anavyozidi kukua, atatambua kwamba Krismasi si mavazi tu, au Krismasi si kula tu, bali Krismasi tunaazimisha kwa sababu amezaliwa Yesu Kristo kwenye maisha yetu. Yeye kumbe ndiye aliyefanyika kuwa mkombozi wa maisha yetu. Mtu wa Mungu, penda kutambua kabisa ya kwamba hii Krismasi tunamwazimisha Yesu Kristo kama mkombozi wa ulimwengu. Tunasema ya kwamba Krismasi inatukumbusha kuwa Yesu ndiye nuru ya ulimwengu. Yesu ndiye nuru ya ulimwengu, na ndiyo maana tunasherehekea hii nuru ya ulimwengu. Ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 1 na mstari wa 1, neno la Mungu linasema, Yohana mtakatifu sura ya 1, neno la Mungu linasema, Yohana sura ya 1 na ule mstari wa 1. Neno la Mungu linasema, tunasema ya kwamba tunasherehekea Krismasi kwa sababu Yesu Kristo alifanyika kuwa nuru ya ulimwengu. Yohana mtakatifu 1:1 inasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake, mstari sasa wa 4 inasema, ndani yake ndimo ilimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Huyo mwanzo alikuwa ni Yesu Kristo mwenyewe. Ina maana kabla ya Yesu kuja ulimwenguni, neno la Mungu inasema hapo mwanzo kulikuwako na neno. Ina maana huyo mwanzo alikuwa ni Yesu Kristo. Na ndio maana baada ya Yesu kukubali kuja ulimwenguni, kuteswa na kufa kwa ajili ya wanadamu, ndipo alipokirimiwa ili jina la Yesu. Ina maana jina la Yesu limebeba uweza, limebeba furaha, limebeba nuru ya ulimwengu kwa watu wote. Na ndio maana
kitabu cha Yohana kinamuelezea kwamba ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa ni nuru ya watu. Ina maana kumbe Yesu Kristo ni uzima wetu. Yesu Kristo ni nuru ya ulimwengu kwa watu wote. Kumbe kuna namna wanadamu wanatembea katika giza na wajui kama hapo katika giza kabisa. Kuna watu wanatembea katika giza na wanajiona wako salama, lakini kumbe uhalisia hawako salama, kwa sababu neno la Mungu linatuambia kwamba Yesu Kristo ndiye nuru ya ulimwengu kwa watu wote. Ina maana yule mtu ambaye hana Yesu Kristo, ina maana ndani yake kuna giza, hana nuru. Lakini yule mtu ambaye ana Yesu Kristo ana nuru ndani yake. Nikushauri mtu wa Mungu, kama una Yesu Kristo katika maisha yako, mtamani Yesu Kristo kwenye maisha yako na umpokee afanyike kuwa nuru kwenye maisha yako. Kuna wakati unaweza kupitia kwenye changamoto ukaona ni kama Mungu hayupo. Mungu yupo, lakini Mungu anatamani utamke, Mungu anatamani umkiri ili ile nuru ionekane kwenye maisha yako. Kuna watu wengine wamekata tamaa, kuna watu wengine wamepitia changamoto nyingi, na kuna wengine ambao mnanisikiliza hapo mmepitia katika magumu, mmeona kama hakuna msaada mwingine, mnajua mnatembea katika giza. Kuna watu wengine wamefungwa na vifungo kabisa, hawawezi kutoka. Wanatamani watoke katika giza hilo, wanashindwa. Ni kwa sababu gani? Hawajaipokea ile nguvu ambayo itawasaidia kuwatoa katika giza na kuwaingiza katika nuru. Nikushauri mtu wa Mungu, ili utoke katika vifungo vya giza, utoke katika changamoto ulionayo, unatakiwa umpokee Yesu, unatakiwa umkubali Yesu afanyike kuwa nuru katika maisha yako. Usipompokea Yesu kuwa nuru kwenye maisha yako, neno la Mungu linasema kwamba yeye ni nuru ya watu wote. Ina maana wale ambao hawana Kristo ndani yao, wale ambao hawana Yesu katika maisha yao, wanaishi na kutembea katika giza. Kuna namna watu wanaweza wakajiona kwamba ni wanatazama katika macho ya kawaida, wanaona kabisa mimi ninaona, mimi ninatamka, lakini kumbe katika ulimwengu wa roho ni watu ambao wamefungwa, ni watu ambao macho yao yamepofushwa, ni watu ambao hawawezi kutamka, japo katika mwili atatamka, lakini kumbe katika ulimwengu wa roho amekwisha kufungwa, hana uweza. Kwa sababu gani? Ile nuru ya Kristo haimo ndani yake, ule uzima wa milele ambao wa Yesu Kristo haumo ndani yake. Na wote ambao hawana Yesu Kristo katika maisha yao, uzima katika ulimwengu wa roho haupo. Hata kama utakubali tu kwa hali ya kawaida ya kibinadamu kwamba mimi ni mzima, ni kweli, kwa sababu tunakuona unatembea, lakini pasipo kutambua, pasipo kufunguliwa macho yako ya kiroho, utakuwa unaishi katika giza tu. Ukubali, ukatai, ili upokee nuru iweze kufungua macho yako, uweze kusema kumbe nilikuwa gizani, kumbe nilikuwa napotea, kumbe nilikuwa katika dhambi ya namna hiyo ilikuwa inanitesa. Ni lazima umpokee Yesu Kristo na umpende kwanza, yani umkubali na umpende. Unajua ukimpenda Yesu na yeye anakupenda. Anasema kwamba yeyote atakaye nipenda mimi atazishika amri zangu. Unaangalia, je, unaishi sawa sawa na mapenzi ya Mungu? Je, Yesu akirudi leo akanitazama, ataniona kwamba ni wa thamani mbele zake, au ataniona ni kama ni mtu wa kuachwa? Tamani kabisa Yesu anapokwenda kuzaliwa katika msimu wa Krismasi, tunapokwenda kuadhimisha, tamani nuru ya Kristo ikizukie katika maisha yako. Nuru ya Kristo iwake ndani ya moyo wako, yani usikie mlipuko wa kumtamani huyu Yesu. Kuna namna ambavyo Mungu anasema yeye ni Mungu mwenye wivu. Kwa sababu gani? Ni Mungu mwenye wivu kwa sababu akiangalia wanadamu aliowaumba kwa mfano wake na kwa sura yake, ni watu ambao wanaishi katika giza, ni watu ambao bado hawajatambua thamani ya Yesu Kristo katika maisha yao. Yani bado hawajatambua ile thamani ya uumbwaji wao. Kuna watu wameumbwa vizuri, kuna watu wamepewa, wamebarikiwa, kuna watu ambao wamekwisha kuinuliwa, lakini katika ulimwengu wa roho hawana roho ya utambuzi ya kwamba nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu, nimeumbwa na huyu Yesu Kristo kwa kazi maalum. Wanatembelea vyeo vyao, wanatembelea nafasi walionayo, uzuri walionao, wanautumia vibaya katika kutenda mambo yasiyofaa.
Lakini wale ambao wamekwisha kutambua thamani ya huyu Yesu ndio wale wanaotembea katika mwangaza wa Yesu Kristo. Lakini wale wasiotambua thamani ya Yesu ndio wale ambao wanatembea katika giza. Ni watu wasioona, japo katika mwili wanaona, lakini katika ulimwengu wa roho ni watu ambao ni vipofu. Wanahitaji kufunguliwa, wapate kuona, wapate kuona sawasawa na Mungu anavyotaka. Sisi wanadamu tuliumbwa kwa kusudi maalum. Hatukuumbwa duniani kuja kuishi tu na kula na kunywa, kuoa na kuolewa. Hapana, lipo kusudi maalum ambalo Yesu anatamani sisi kama wateule wake, sisi ambao watu tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, tuweze kutimiza lile agizo la Mungu mwenyewe. Kwa nini ametuweka katika ulimwengu huu? Ni kweli ukisoma kitabu cha Mwanzo kinaelezea kwamba tumeumbwa kumiliki, kutawala, kuzaa na kuongezeka. Lakini katika mtazamo wa kawaida hatujaumbwa kwa ajili ya kuzaa tu watoto wa kimwili, bali tumeumbwa kumzalia Mungu matunda. Ingekuwa ni hivyo, basi Mungu asingekuwa na haja ya wokovu wa wanadamu. Kama ingekuwa ni kuzaa tu kwa katika mwili, angeacha tu wanadamu wazaliane huko. Lakini kwa kuwa Mungu alitamani tumzalie pia na yeye matunda, na ndio maana akatupa kumiliki. Tunamiliki kwa uweza wa Mungu, tunatawala kwa uweza wa Mungu. Hatutawali kwa akili zetu, wala hatumiliki kwa akili zetu, bali tunamiliki kwa ile neema ambayo Mungu ameiachilia katika maisha yetu. Kwa hiyo kama Mungu amekubariki, Mungu amekuinua, Mungu amekupa neema ya kuwa hai mpaka leo hii. Yaani kuna mambo mengi yametokea Januari, mwezi wa pili hapo, yametokea wa 3, wa 4, wa 5, mwezi wa 10, mambo ni mengi yametokea, bado umepata neema ya kuwa hai. Inakupasa umshukuru Mungu, na zaidi ya yote umuinulie sifa yeye aliyekuumba na aliyekupa neema ya kuwa hai mpaka leo. Kwa akili zangu mimi nisingeweza kuwa hapa nilipo, kwa sababu majaribu ni mengi, misukosuko ni mingi, tunapita katika dhiki nyingi, katika tabu nyingi, magonjwa mengi, lakini bado tumesimama imara. Kwa sababu gani? Tunamjua yule tuliyembeba. Tunajua yule Mungu ambaye amesema kwamba njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Ndio huyo Yesu ambaye tumemkumbatia mpaka leo. Mizigo yetu, tunapoipata mizigo tunamtwika yeye, maana amesema tumtwike yeye fadhaa zetu zote. Mtu wa Mungu, ni kushauri na ni kusii sana, zile ambazo unapitia kama changamoto kwenye maisha yako, zichukulie kama ni ngazi ya kupanda kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Usichukulie ni kama Mungu amekuacha. Kuna namna za kaongea na watu, wanaona kama Mungu amewaacha, lakini Mungu yupo. Mungu anasema na watazama wabaya na wema. Kwa Mungu anamtazama mtu yeyote yule, Mungu anamtazama. Kwa pale unapomuita, anasema kwamba niite nami nitakuitikia. Mungu anakusubiria wewe umuite ili akuitikie. Mungu aweza kukuitikia tu kama hujamuita. Ina maana ukitaka Mungu akuitikie katika maisha yako, Mungu akuitikie kwenye familia yako, Mungu akuitikie kwa watoto wako, kwenye changamoto aina yoyote. Unajua tunatofautiana haja za mioyo yetu. Katika ile haja ya moyo ulionayo wewe, muite Mungu, muite Mungu. Mungu anasema kwamba yeye hajawahi shindwa na hawezi akashindwa. Kwa ile haja ambayo unayo, umesumbuka nayo kwa muda mrefu, muite Yesu. Anasema kwamba ukimtwika fadhaa zake, Mungu atakusaidia. Mungu atakutoa kwenye hatua uliopo, atoa katika hatua nyingine. Maana tunaona katika kitabu hiki cha Luka kinaelezea kwa habari ya kuzaliwa kwa Yesu kulivyokuwa, kwa namna ambavyo ilikuwa ni kwa namna ya ajabu. Yesu Kristo alizaliwa katika mazingira mabaya, mazingira ya imagine ni holi la ng'ombe. Yesu anakwenda kuzaliwa na nyumba sio kwamba hazikuwepo za kuzaliwa, lakini Mungu alitaka atumie vile vinyonge, vile mazingira ambayo hayafai kwa ajili ya utukufu mkubwa. Tunaona kwamba alitumiwa Mariamu, mwanamke ambaye hakustahili, lakini kupitia huyo Mungu alitaka utukufu wake uje kuwa mkubwa zaidi kupitia mwanae Yesu Kristo katika mazingira ambayo alizaliwa, ya sehemu ya kulishia ng'ombe. Ni mazingira ambayo ni mabaya, mazingira ambayo yatamaniki, mazingira ambayo hata kikawaida, hata mwanadamu wa kawaida akienda kuzalia unajisikia vibaya. Lakini Mungu hakuangalia ule ubaya, hakuangalia yale mazingira. Mungu alitazamia utukufu mkubwa wa kesho. Na kesho ya Kristo ilipofika,
watu ndipo walipokujua kumjua Mungu. Alimjua Mungu kwa sababu gani? Yesu alizaliwa katika hori la kulishia ng'ombe. Mtu wa Mungu, pengine umekuwa ni mtu ambaye umepitia katika kudharauliwa, umekuwa ni mtu ambaye haukustahili, umekuwa ni mtu wa kukataliwa, umekuwa ni mtu wa kukata tamaa kabisa kiasi kwamba unaona kama hakuna anayekukubali, hakuna anayekukaribia. Yesu anasema ya kwamba amezaliwa kwa ajili yako. Yesu hajazaliwa kwa ajili ya mtu mwingine, amezaliwa kwa ajili yako, kwa ajili yako, kwa ajili yangu. Ina maana mkimbilie yeye uwe salama. Mkimbilie yeye, umtwike fadhaa zako zote. Yeye akushauri, akutengeneze, akutie nguvu kwa ile haja ya moyo wako. Kuna mwingine ana haja ya Mungu amtendee, ampe watoto, Mungu ampe biashara kubwa, anamuita Mungu kila wakati. Usichoke mtu wa Mungu, usichoke. Utukufu wa mwisho ni mkubwa. Ukichoka ina maana ndio umeua baraka yako hapo. Laiti kama Yusufu angechoka, angekatia tamaa njiani, tusingemuona Yusufu kuinuliwa kuwa waziri. Lakini kwa kuwa Yusufu alikuwa amekwisha kupewa maono na Mungu ya kwamba atakuja kuwa mtu fulani, alipokuwa akipita katika changamoto kuanzia ndani ya familia yake, alikuwa anapata upinzani, lakini Yusufu alikuwa ni mtu wa kukaa kimya. Yaani Yusufu hakuwa ni mtu wa kuzungumza, mbona mimi nakataliwa, mbona mimi nasemwa hivi, mbona mimi, yaani ukiwa ni mtu wa manunguniko, mtu wa lawama, unaenda kuua baraka yako, unaua muujiza wako. Mungu anatamani wakati wa kupitia au majaribu upitie kwa ajili ya utukufu wa kesho. Unapopitia misukosuko, magonjwa, muite Mungu. Usiseme kwa wanadamu, muite Mungu. Mwambie Baba, nimekuja kwako, nimekukimbilia wewe niwe salama. Yusufu alimkimbilia Mungu, na ndio maana tunaona kwamba utukufu wa mwisho Yusufu ulikuwa ni mkubwa. Ile ndoto ambayo Yusufu alikuwa ameoteshwa, tunaona kwamba mwisho wa siku ilikuja kutimia kwa utukufu mkubwa. Ule wakati ambao wa Bwana kutenda muujiza, kutenda baraka, kumuinua Yusufu, alipita katika kudharauliwa, alipita katika nusu ya mauti. Ndugu zake, imagine ndugu wanakutengenezea mitego wa wewe kukutupa shimoni, wanakutengenezea mitego wa wewe kupelekwa utumwani. Lakini stili tunaona Yusufu alimshika Mungu, alikamatilia muujiza wake, alisema ya kwamba bado, na ndio maana alivumilia, akasonga. Kuna wakati mwanadamu unapita kwenye majaribu magumu, unatamani mpaka kulia, unatoa machozi, unaona ni kama wananionaje? Kwa nini waniambie hivi? Kwa nini wanipitishe katika hii? Na pengine unaweza kuwa ni mzazi wako, pengine ni mwanao anakuumiza, pengine ni rafiki, mtu wa karibu anakusemea mabaya, lakini bado Mungu anasema katika hayo anataka akupe utukufu wa mwisho ulio mkubwa. Mtu wa Mungu, Yusufu kuwa waziri haikuwa tu ni kulala na kuamka. Ilikuwa ni hatua. Alipitia katika familia majaribu, alipitia katika kuuzwa, alipitia katika familia ya mke wa Potifa, yani akasingiziwa mavitu mengi mabaya, mavitu ya ajabu. Lakini tuna utukufu wa mwisho kwa Yusufu ulikuwa ni mkubwa sana. Kwa hiyo tunapokwenda kumalizia kipindi chetu, nipende kukushauri ya kwamba Christmas hii iwe ni siku maalum ya wewe kukaa miguuni pa Mungu, ya wewe kukaa karibu na huyu Yesu, ya wewe kukaa na kutafakari kwa namna gani Mungu alipokutoa kule mpaka hapa ulipofika ni kwa neema tu ya Mungu, hatukustahili kabisa. Tutamalizia pointi ya mwisho inayosema ya kwamba Christmas hii tunasherehekea kwa sababu inatupatia mwanzo mpya wa maisha ya kiroho na maisha ya kimwili. Mtu wa Mungu, nipende kukushauri ya kwamba tunapokwenda kusherehekea Krismasi, ujue ya kwamba tunakwenda kupatiwa mwanzo mpya wa maisha yetu. Mimi na wewe natamani nipate mwanzo mpya wa maisha yangu kiroho, lakini pia natamani nipate mwanzo mpya wa maisha yangu ya kimwili. Kwa sababu gani? Nimemkubali Yesu Kristo azaliwe katika maisha yangu. Na wewe nikushauri ya kwamba kubali Yesu Kristo azaliwe katika maisha yako ili uweze kupokea mwanzo mpya wa maisha yako ya kiroho, lakini mwanzo mpya wa maisha yako ya kimwili. Napenda nikuache na andiko moja la Wakorinto wa kwanza 10:31.
Neno la Mungu linasema Wakorinto wa kwanza 10:31. Wakorinto wa kwanza 10 na ule mstari wa 31, neno la Mungu linasema, nitasoma kwa jina la Yesu. Basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Kwa hiyo unapokwenda kusherehekea Krismasi, unapokwenda kula, unapokunywa, unapokwenda kufanya namna yoyote, hakikisha unafanya yote kwa utukufu wa Mungu. Usifanye kwa utukufu wako. Usifanye mambo kwa ajili ya utukufu wa familia. Fanya mambo yote kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Maana tupo duniani hapa kwa ajili ya kumletea Mungu utukufu. Hatupo duniani hapa kwa ajili ya utukufu wetu sisi wanadamu, hapana. Tukitafuta utukufu wetu, Mungu anatuacha na kuwa mbali na sisi. Lakini tukifanya mambo yote, tunakula, tunakunywa, tunavaa, tufanye kwa utukufu wa Mungu. Nipende kukushukuru sana ndugu mtazamaji wa kipindi hiki chetu kizuri cha mlipuko wa Injili. Nipende kukushukuru zaidi na zaidi kwa kutenga muda wako kushiriki nami katika somo hili la sikukuu kuelekea Krismasi hii. Nimesema ya kwamba kwa nini Krismasi. Nipende kukushukuru sana kwa kuwa umepata baadhi ya vitu. Unapokwenda kusherehekea sikukuu ya Krismasi, utambue ya kwamba vipo vitu vya msingi ambavyo unapaswa kutembea navyo katika siku hiyo ya Krismasi. Na zaidi ya yote, tukumbuke ya kwamba jambo lolote tulitendalo, tutende kwa utukufu wa Mungu. Lakini pia tusitende jambo kwa kumhofia mwanadamu, tusitende jambo kwa kumwogopa mtu, bali tutende jambo kwa kumhofia Mungu peke yake. Maana yeye ndiye aliyetuumba, aliyetutengeneza. Tutafanya yote lakini tutende kwa utukufu wa Mungu. Zaidi ya yote, kama unahitaji mawasiliano yangu kwa ajili ya ushauri, kwa ajili ya maombezi, ninapatikana hapa katika kanisa langu zuri la Seki makao makuu kwa baba yangu wa kiroho anayenilea na ambaye namfurahia sana, bishop wangu Dr. Daniel Moses Kulola. Ukihitaji mawasiliano yangu utayapata kwa 0625 41 72 71. Nitarudia tena. Namba yangu ya simu ni 0625 41 72 71. Majina yangu ni Mwalimu Flora John Daniel. Nakushukuru sana kwa uwepo wako na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Tukutane pia katika kipindi kingine ambacho utakuwa na baba yetu mzuri Dr. Daniel Moses Kulola katika kipindi cha Jumamosi. Nipende kukushauri, unapopata linki share kwa marafiki, kwa ndugu. Kuna watu ambao hawajapokea bado hizi habari njema. Kwa hiyo nikushauri ushare kwa watu tofauti kwenye magrupu ili na wenyewe waweze kupata neema hii ya wokovu. Mungu akubariki sana na Mungu akutetee katika sikukuu ya Krismasi. Mungu akae pamoja nawe. Yesu Kristo azaliwe ndani yako, kwenye familia yako, kwenye kazi yako, kwenye mahusiano yako.